Ni ujio ambao ni wa kihistoria sio tu humu nchini bali pia barani Afrika, ujio wa Baba Mtakatifu Francis katika ziara yake ya siku 3 humu nchini na bara la Afrika itakayoanzia humu nchini tarehe 25 mwezi Novemba. Wakristo wa Katoliki kote nchini wamevalia njuga matayarisho hayo. Tumemuona tu kwa TV, sasa atakuwa amefika huku kwetu Kenya, tutakuwa na furaha tele na nafu tutamkaribisha kwa shangwe na nderemo. Nilipata kuzungumza na askofu wa jimbo la Lodwar Dominic Kimingich ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya liturujia katika baraza la maaskofu nchini kuhusu maana haswa ya ujio wa Papa Francis. Kuja kwake tupatia hiyo kujisikia kweli kwamba sisi tu familia moja pamoja na Wakristo wote wa Katoliki katika dunia hii na watu wote. Kwa hiyo ndio jambo la maana, sababu yeye ni kama kiongozi ambaye anatuunganisha na anatuletea hiyo umoja. Ikijulikana kuwa Wakenya na mahujaji wapatao zaidi ya milioni 1 watamiminika jijini Nairobi kuhudhuria misa takatifu itakayoongozwa na Baba Mtakatifu tarehe 26, makadirio bado yanafanywa kwa ni wapi ibada hiyo spesheli itafanyika kwa sababu za kiusalama. Tayari mkuu wa utunzi wa nyimbo spesheli za kuimbwa katika misa hiyo ameelekea Roma katika jiji la Vatican kwa matayarisho. Hali humu nchini makundi ya wanakwaya tayari wameanza mazoezi ipasavyo. Tangu kuteuliwa kwake, Baba Mtakatifu ameleta sura mpya katika kanisa Katoliki lililo na wafuasi zaidi ya bilioni 1 kote duniani, na Wakenya hawana budi ila kutarajia ujio wake nchini utaangazia masuala tata nchini. Kama Kenya tumepata changamoto mbalimbali. Hasa kwa hii mambo ya, unakumbuka yale mambo ya Garissa na nini. Na hiyo kweli kama Wakristo ilituumiza sana. Baba Mtakatifu, nakumbuka hata wakati huo alitoa habari ya kusema ninawaombea, niko pamoja nanyi. Na kuja kwake pia itatutia nguvu ili tuendelee mbele. Alex Kubasu, Nipashe Wikendi.